Kuna moja kati ya majina ambayo hii leo nikisema nikuletee hapa utalishangaa namna ambavyo ilikuwa nimeshangaza Uingereza kwenye miaka 1800 kule. Sasa tunaangalia serial killer. Leo hii tunamwangazia Jack the Ripper ambaye alitikisa Uingereza kwenye miaka ya 1800. Sasa huyu kwa nini tunamzungumzia hii leo? Hebu nikupatie historia yake. Karne ya 19 nikimaanisha miaka 1800 iliyopita barani Ulaya ilishuhudia matukio mengi sana ya kutisha na kustaajabisha katika maeneo tofauti. Ni katika kipindi hiki nchini Marekani, mwanamama Amelia Dreher aliyeua watoto wadogo zaidi ya 400 katika kipindi cha miaka 20 kabla yeye mwenyewe kunyongwa mnamo mwaka 1896 katika jiji la London. Na mwisho mwa karne hiyo ya 19, nchi ya Ufaransa na Uingereza zilishuhudia ibuko la wauaji wawili kwa vipindi tofauti ambavyo sifa na majina yaliyopewa yalifanana na Joseph Vulture au the French Ripper. Huyu aliibuka kule nchini Ufaransa na Jack the Ripper yenye aliibuka nchini Uingereza. Kuua kikatili kwa watu hawa haikuwa swala la kufikiria kabisa, maana walikuwa na maamuzi ya haraka kweli. Katika karne ya 19 nchi ya Uingereza ilishuhudia ongezeko kubwa la watu katika baadhi ya maeneo yake. Ongezeko hili lilichangizwa na mwingiliano pamoja na kuhama kwa watu kutoka maeneo ya nchi za jirani na mbali kuingia nchini hapo. Watu kutoka Wales, Urusi na hata Israeli walifurika katika nchi hiyo. Wilaya zilizo nje ya jiji la London zilikuwa wahanga wakubwa wa ongezeko hilo la watu. Whitechapel ilikuwa ni miongoni mwa wilaya moja katika jiji la London ambayo ilishuhudia ongezeko kubwa la watu kutoka katika maeneo mbalimbali duniani. Hali ya kiuchumi ilishuhudiwa, ajira zilikuwa finyu, makazi yalikuwa mabovu kwa walio wengi, huku 55% ya watoto waliozaliwa walikufa kabla kufikisha miaka 5 pekee. Watoto wa mitaani waliongezeka, wizi, fujo na ulevi vilikuwa ni vitu vya kawaida kila siku. Umaskini uliokithiri uliwasukuma wanawake wengi kuangukia katika shughuli za ukahaba ili kuendesha maisha yao, ambapo kwa mujibu wa London Metropolitan Police mpaka kufikia mwaka 1888 kulikuwa na takriban madanguro 62 ambayo ndani yake wanawake zaidi ya wanawake 1200 walifanya shughuli za kujiuza kila siku. Kiufupi, hali ya mambo pale Whitechapel haiko sawa hata kidogo. Lakini Waswahili walisema ng'ombe wa maskini hazai. Pamoja na umaskini uliotawala katika wilaya ndogo ya Whitechapel, mikono iliyojaa damu ilivamia wilaya hii ndogo. Mikono hii haikuwa na huruma kwa miili ya binadamu. Mikono hii haikuheshimu wala kusitiri maisha ya kiumbe aliyeitwa binadamu. Mikono hii ilikuwa ni ya mauaji aliyepewa jina la Jack the Ripper. Jack the Ripper kwa majina mengine alifahamika kama the Whitechapel, ambaye hadi leo hii taarifa zake hazijajulikana. Tafiti na pelelezi za kiintelijensia zilifanyika katika kuwawezesha kumpata muuaji huyu hatari. Mara zote alifanya mauaji katika maeneo yaliyoathirika sana na umaskini. Wengi wahanga mauaji yale walikuwa ni wanawake, tena makahaba. Mwaka 1888, kwa kipindi cha miezi 4 tu, Jack the Ripper aliua idadi ya wanawake 5 ambao kati ya hao 3 miili yao iliharibiwa sana. Shingo zilichinjwa kutoka kushoto na huku baadhi ya organi za mwili kama vile figo zikiwa zimetolewa na kutenganishwa na mwili kabisa. Polisi walichunguza lakini hawakupata majibu kulingana na mnyama huyu alivyokuwa akiua hawa raia. Walijaribu kadri walivyoweza na mwisho wa siku walianza kubahatisha tu. Mwanzo wa rahisi mauaji ni mtu wa bucha, kutokana na ujuzi na kutenganisha mwili na viwiliwili, mithili ya kutenganisha nyama dhidi ya mnyama. Lakini wapo waliodai kuwa mauaji kuwa ni mtu wa daraja la juu, tena hata mwenye taaluma za udaktari. Hii ilitokana na kile kinachoonekana katika miili mingi, katika kile ambacho kilitajwa kwa ustadi
tena katika sehemu za hatari za mwili. Jack the Ripper alikuwa muuaji wa aina yake. Mwaka 1888 katika miezi ya Septemba hadi Oktoba, aliwatumia baadhi ya wanahabari barua zilizoeleza ya kuwa yeye ndiye aliyehusika na mauaji yote. Barua hizi zilikuwa na jina moja tu, nalo ni Jack the Ripper. Vitendo hivyo vya kutuma barua ni kama vililipiza na vilipitiliza mipaka. Jioni moja, kiongozi wa patrol za usiku alipokea barua ambayo anwani yake ilisomeka kuwa imetokea kuzimu. Jina lilikuwa ni la Ripper aweke kiboksi kidogo ambacho ndani yake ilikuwa na kipande cha figo ya mwanadamu. Lakini mwaka 1888 hadi mwaka 1891 mauaji yaliendelea. Kipindi hiki polisi walifanya uchunguzi wa mauaji ya watu 11 ambao wote inaaminika kuwa waliuawa na mtu mmoja tu ambaye ni Jack the Ripper. Tafiti na uchunguzi ilifanyika, lakini waliishia kubashiri tu, kwani hawakumpata haswa mhusika wa mauaji haya ya hatari kabisa. Kuanzia mwaka 1891 na kuendelea, wingi la giza lilififia. Ni kama vile Ripper alistaajabu na alistafu kuwa, au labda yeye pia mauti alimkuta pasina kufahamika, kwani kipindi hiki ndicho ambacho Ripper alipotea na kila kilichomhusu yeye kilitoweka. Mauaji ya kikatili yalipungua, na pamoja na yote polisi bado hawakuweza kumpata mhusika wa mauaji haya aitwaye Jack the Ripper. Kwa hiyo hayo yote ndiyo ambayo yalikuwa ni kumuhusu Jack the Ripper, namna ambavyo alikuwa anaweza kuua na asijulikane. Mimi ni Ezekia Mtewere kutoka hapa Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.